Sasa Bani Israila walipofanya uharibifu, pamoja na kwamba waliingizwa katika nchi ile, wakaishi kwenye vipindi vitatu. Labda nivitaje kwa haraka haraka. Kipindi cha kwanza ni kipindi Yusha bin Nun, Joshua mwana wa Nuni alipowaingiza wana wa Israeli baada ya kufa Musa alayhi salatu wassalam. Wakapewa ushindi, wakaichukua ile ardhi, wakaichukua al-ardh al-muqaddasa kutoka katika mikono ya walowezi walikuwa wakiishi pale, kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaingia wakaichukua nchi ile. Inasemekana yeye alipoingia pale akaamua kuwagawa, akaweka makadhi, na kipindi hicho kinachoitwa ahdul qudat, mahakimu wakuu wa kisheria. Kwa hiyo yeye akawa ndiyo mtawala mkuu, alafu katika kila uzao mmoja au taifa moja la Bani Israeli katika ile mataifa 12 anamtafuta msomi wao, tafuta msomi katika wao, anakuwa ndiyo hakimu kwa watu wake. Wewe fulani utakuwa ni hakimu na kadhi kwa Bani Lawi, wewe Bani Yahuda, wewe Bani hivyo, utakuwa unahukumu. Kila mmoja akawagawa katika zile asbab. Kwa hiyo akaweka kila taifa moja la Bani Israila akaweka kadhi pale. Jambo hili liliendelea, wanasema karibu miaka 400 wanaishi katika nchi ya Palestina kwa hali ya amani kabisa. Baada ya pale wana wa Israeli walitolewa katika nchi yao, kwa maelezo nitakayotaja tena. Walipotolewa baada ya mapigano makali, kwa kuwa walikiuka utaratibu wa Allah, wakatolewa katika nchi. Waliporudi katika mstari, walirudishwa na Nabiiullah Daud alayhi salatu wassalam. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanatangatanga, wakamuomba mtume wao awaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awawekee mfalme atakayewaongoza kwenye mapigano. Akachaguliwa Taluti kuwa ndiye mfalme, wakapigana na Jalut, na Daudi akamuua Jalut. Allah subhanahu wa ta'ala akampa utume na akampa na ufalme. Kwa hiyo akaingia katika ardhi ile akiwa ni mfalme. Hiki ni kipindi cha pili chaitwa Ahdul Muluk. Akatawala miaka aliyotawala Daud kama mtume wa Allah na kama mfalme mpaka alipokufa. Wawaritha Suleimanu Dauda, Suleimani akamrithi baba yake Daud, akapewa ufalme na yeye, na ufalme wake ukatanuka zaidi, akautanua ukaenda mpaka kusini huko mwa Jaziratul Arab, mpaka Yemen, kwa maana Kingdom of Sheba ikawa iko chini ya Suleimani alayhi salatu wassalam. Hii ni Ahdul Muluk. Baada ya kufariki Suleiman alayhi salatu wassalam, na hiki kilikuwa ndio kipindi bora kabisa cha Bani Israila kwa itlaq, kwa sababu ya ule mamlaka na nguvu aliyopewa Nabiiullah Suleiman alayhi salatu wassalam katika ufalme wake. Nabiiullah Suleiman alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanyama, anazungumza na ndege, anajua lugha yao, wadudu wakisema anasikia. Habari zake zimetajwa sehemu nyingi kwenye Qur'an. Lakini amepewa uwezo mkubwa, upepo anautumia anapotaka. Kitaka bwana upepo nisafirishe, nataka kwenda China sasa hivi, basi upepo unamsafirisha mpaka China, na nataka kurudi anarudishwa. Ana majeshi makubwa ya binadamu, ndege na majini, wote ni wanajeshi wake, na wengine ni wapagazi, wengine ni vibarua, na wengine kazi yao kupiga mbizi, yaghusuna fil bahr, wengine ni wajenzi, mafundi wakubwa wa kujenga, banna na ghawas alikuwa nao, wazamiaji wakizamia kuchukua lulu huko baharini, na wakijenga majengo makubwa. Na ishara ya ufalme wake mkubwa kabisa Nabiiullah Suleiman alayhi salatu wassalam ni pale alipokuja ule mfalme wa Saba, watu wanamuita Balqis. Alipofika katika mamlaka ya Suleiman alayhi salatu wassalam, akamwambia
qila laha dukhuli as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Akamtoa ushamba pale. Amekuja Bilqis au Malikatu Saba kwenye mamlaka ya Suleiman, akasema ngoja tumuonyeshe. Akaambiwa ingie kwenye kasri hili, jengo zuri limejengwa la kioo. Qila laha dukhuli as-sarh falamma ra'athu, alipoliona lile jengo namna lilivyojengwa kama vile maji yanatembea namna hiyo, akapandisha nguo zake, akaona kwamba hapa nitatota hapa mimi. Akaambiwa acha ushamba, innahu sarhun mumarradun min qawarir, yani kuonyesha kile kiwango kikubwa kabisa walichofikia katika ufundi. Majengo ya vioo, chini kunapita maji na hivi. Huwezi kutasawari maelfu ya miaka iliyopita mambo yalikuwepo, kwa sababu alikuwa na banna na ghawas. Mfalme akitaka kuna mahali popote anakwenda, hakuna Air Force One wala nini, upepo unampeleka, kisha kwenda kafika, anahukumu, anarudi. Majini anayatumia, chapa viboko, twende huku, fanya hivi. Mara wengine wamefungwa, funga jela. Majini anatasarrafu katika ufalme. Amepewa ufalme ambao la yambaghi li ahadin min ba'di, hautapatikana kwa yoyote baada yake. Mfahamu kweli kweli katika azha ahdi bani Israila ala al-itlaq. Lakini Nabiullah Suleimani baada ya kufariki ikaja kipindi cha tatu inaitwa ahdul inqisam, kwa sababu wale watoto wake wawili waligawana, wakagawana mamlaka yao, mmoja kwenda kaskazini na mwingine akabaki upande wa kusini. Wale watu wa kaskazini hawakutoka, walirithi ufalme kiwa waligawana. Rahbaam ibn Suleiman yeye alikuwa ameshikana na watoto na wajukuu au kizazi cha Yahudha na watoto wa Binyamin. Wao wakaasisi dola yao kusini mwa Palestina, ambayo asima yake ilikuwa ni Baitul Maqdis. Mtoto wa nani? Mtoto wa Suleiman aitwa Rahbaam. Yeye akachukua upande huu wa kusini, akawa yuko na Baitul Maqdis, lakini na familia mbili za watoto wale 12, familia ya Yahudha na familia ya Binyamin. Yule mwingine ikaitwa Daulatu Yahudha, Daulatu Yahudha kwa sababu ya sibtu ya Yahudha, ambaye katika kizazi chake ndio ametoka Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam. Na Yarbaam yeye akatengeza dola yake upande wa kaskazini mwa Palestina, ikaitwa Daulatu Israila, dola ya Israeli, na mji mkuu ilikuwa ni Nablus. Sawa. Hawa ndio wanaoitwa Mayahudi, wanaoitwa As-Samiriyun wanaoita hivyo, kwa sababu kuna mlima au jabali itwa Shamir, kwa hiyo wanasibishana kule. Mmoja katika wafalme wao alinunua ardhi hiyo, kaina inasibishwa na wao hivyo. Hawa jamaa walifikia wakati katika ilhadi wakabadilisha mpaka kibla chao, watoto walikia Baitul Maqdis. Sasa Baitul Maqdis pale imeshikwa na maadui zao, wale ndugu zao walikuwa maadui tayari. Wakawaambia sisi tuelekee huko tena, wakatafuta mahali wakaelekea. Na hawa Mayahudi, hawa watoto wa Yahudha au familia ya Yahudha wale wa kusini, wakawa wanawakufurisha wale kule, wanaambia hawa ni makufar malahida, kwa sababu wameacha kibla cha wazee wao. Paka tokea mparaganyiko mkubwa, vita baina yao kwenye vipindi vingi tu, fitani zikaingia. Lakini daula ya wale watoto wa Yahudha katika dhuria ya Suleiman bin Daud ikawa imestakiri kidogo, lakini walikuja wakashambuliwa sasa na majirani zao wa Aram. Kuna kabila kubwa la Waaram ambao asili wao walikuwa wakiishi Dimashq, ni Wasemit kama wao, lakini Waaram walikuwa wakiishi Dimashq, walikuwa na nufudhi katika wakati wao. Wakaenda wakawashambulia, dola yao wakaipoteza.
kadhalika al-adumiyin wa Edom au waitwa Edom. Kwenye vitabu vimeandika vya historia kwenye Biblia wa Edom wanafuatika hivyo. Pia ni Wasemiti wao. Hawa walikuwa ni wakazi wa Bandar Aqaba. Ndio kama unakwenda Jordan wewe uliza kuna Semiti wa Bandar Aqaba iko wapi? Basi hao wa Edom walikuwa wakikaa hapo. Pia walikuja wakaishambulia nchi yao ile wakatawala kipindi fulani. Kadhalika wa Moabu pia waliingia wakawatawala wale. Alhasil dola zile zikaingia katika masala ya ibadati al-asnam, wakatolewa katika Bani Israil, katika nchi ile ya Bani Israil au nchi ya Palestina. Walitolewa kwa mara ya kwanza, kisha wakatolewa tena kwa mara ya pili, baada ya kuwa wamekaa katika utawala wao kwa miaka mingi sana. Tumeona kwamba wakati wa Ahadul Qudat walikaa karibu miaka 400, na kipindi cha Ahadul Muluk wakati wa Nabiiullah Daud na mwanawe Suleiman alayhi salatu wassalam, kipindi kilirefuka kidogo, yani hakikuwa kirefu sana kama kile cha mwanzo, na kipindi hiki cha mwisho kilikuwa takriban miaka 244 mpaka utawala wao ukaanguka katika mikono ya Waashuri. Jambo lao likawa limeharibika kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani kuhusu mabadiliko ya haya ya Bani Israila. Asema waqadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alun 'uluwan kabira. Sisi tulishawajulisha wana wa Israili, waqadayna ila bani Israil, sisi tuliwajulisha wana wa Israili katika Taurati, fil kitab, katika Taurati kwamba la tufsidunna fil ardi marratayn, mtafanya uharibifu katika nchi ya Palestina mara mbili, wala ta'alunna 'uluwan kabira, na mtadhulumu kwa dhulma kubwa, mtafanya dhulma katika nchi ile. Na ile nchi imewekwa kwa ajili ya ibada, kuabudiwa Allah peke yake, si kwa ajili ya dhulma wala kwa ajili ya shirki, kwa ajili ya ilhadi, la. Sasa anasema Allah, fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Utakapofika wakati wa ahadi ya malipo ya uharibifu ule wa kwanza, tutawaleta kwenu waja wetu wenye nguvu au wenye mapigano makali, watawatafuta nyinyi katikati ya nyumba zenu wawaue, yani. Na hiyo ndiyo ahadi yenye kutimizwa, yenye kufanywa. Kwa hiyo jamaa wakaja wakashambuliwa kikweli kweli, pakavunjwa kila kitu, wakatolewa katika nchi yao, wakapelekwa utumwani huko Babylon, Iraq. Nini? Kwa sababu hawastahili tena kukaa pale, wamevunja mikataba pale, mpaka Uislamu safi unaoifuata dini ya mitume, sio hawa ya nafsi yako. Kwa waliposhindwa kuusimamia Uislamu, walitolewa wana wa Israeli, wakaenda wakauzwa utumwani huko Babylon. Mnaelewa? Waashuri hao ilikuwa ni miaka 723 kabla ya kuzaliwa Isa alayhi salatu wassalam. Unaelewa? Wayahudha wale walita Mayahudi waliendelea kwa muda wa miaka 300 na kitu hivi, mpaka alipokuja mfalme wa Babel al-Kaldani. Wakaldani wale ni Wasemiti pia, walikuwa wakiishi kusini mwa Iraq. Akitwa mmoja kitwa Bukhtu Nassar. Sawa? Yule Bukhtu Nassar akawarudisha pale baada ya kuwafukuza Faraina. Kisha wakatolewa tena kwa mara ya pili, na hii ilikuwa ni wakati wa Warumi. Wakaja wakafanya uharibifu tena, wa Roman au Warumi wakaja wakaitawala ardhi yao, wakawatoa wana wa Israeli, wakawaua vibaya vibaya,
wakaendelea kuitawala mpaka wakati wa kuja Isa mwana wa Maryam. Ikawa Warumi ndio wana nguvu katika ardhi ile. Bani Israili wakiitwa Bani Israila au Wayahudi hawapo, hawaonekani, wanyonge kabisa. Na wale walivunja Baitul Maqdis na ile sehemu ilikuwa kiabudu Mayahudi, wakavunja kila kitu, wakaharibu hali kana namna hiyo. Kwa hiyo nataka kusema kuwa nchi ya Palestina ni nchi inayokaliwa na watu wenye imani ya mitume, imani thabit. Kwa hiyo ilipokaliwa na Warumi wale kwa muda mrefu, wa Bizantiyuna wale wakaikalia, hata Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam alipokuja alipata taabu, mpaka ukatokea usaliti, mpaka Isa akaondolewa katika ardhi hii, akapaishwa, akapelekwa mbinguni. Hawakumuua. Sisi Kiislamu tunasema Isa hakuuawa kwa mujibu wa Qur'an, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Hawakumuua wala hawakumsulubu, hakusulubiwa msalabani, alifananizwa na wao tu. Kuna mtu kafananishwa na yeye, wakamuua huyo, wakamsulubu huyo. Lakini Isa bal rafa'ahu Allah ilayhi, Allah alimnyanyua akampeleka kwake, atarudi tena. Hiyo ndio imani ya Kiislamu. Kwa jambo liliendelea hivyo, Warumi wametawala na wengine wakaukubali Ukristo, Unasara, lakini sio ule uliokuja nao Isa mwana wa Maryam, wala sio ule waliokuwa nao mabwana wakubwa katika wanafunzi wa Isa, kina Petro. Walikuwa ni katika watu wema, majina tu sijikonaje, Petro, Petro ndio katika wale hawariyu Isa, wanafunzi wale 12 wa Isa. Sawa, wana wakubwa katika wanafunzi wa Isa walikuwa mshiko dini ya Isa alayhi salatu wasalam, ile ya kweli kabisa ambayo ndio Uislamu. Mpaka Paulo alipojitokeza akaelekea mataifa, akawaendea na mambo tofauti, akaharibu, na wale baadhi ya Warumi wakawa wamemkubali, wakaipokea dini yake. Haya mambo yamekwenda hivyo kwa muda mrefu. Baada ya miaka 300 mambo yamebadilika, baada ya miaka 400 yakabadilika tena, mpaka alipodhihiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurati na Injili wamezipotosha kabisa, na dini za mitume wakawa wameziharibu. Sikutaka kuzungumzia historia ya Taurati, namna ilivyoharibiwa, namna ilivyopotea, ilipoandikwa tena na kina Izra na mengineyo kama haya. Sitaki kueleza, maneno yatarefuka. Hapa nilikuwa nataka kueleza kwamba wana wa Israeli kiitikadi, wakiwa ni Waislamu safi, basi wana haki ya kukaa katika nchi ile. Mwarabu akiwa ni Muislamu safi, basi ndiye mwenye haki ya kukaa katika nchi ile. Mfursi akiwa ni Muislamu safi, anayo haki ya kukaa katika nchi ile. Ile nchi imewekwa kwa ajili ya waja wake Allah waliowema. Na kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrishwa ilikuwa aelekee Baitul Maqdis mwanzo kabisa. Wakati alipopewa risala na kuletewa swala, akawa anaelekea kule Palestina, Baitul Maqdis. Alitaka kujenga watu kiimani na kimtazamo kisawasawa kwamba pale ni mahali patakatifu. Kitendo cha kuchukuliwa kutoka Makka katika usiku mmoja, akiongozana na Jibril, akapelekwa mpaka Baitul Maqdis. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kulifanyika jambo kama hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitolewa Makka katika Masjid al-Haram mpaka Baitul Maqdis au al-Masjid al-Aqsa. Pale pia kuna ishara kwamba hili ni eneo linalotakiwa likaliwe na Waislamu wa kweli. Mataifa mbalimbali yaliishi na walitanguliwa Mayahudi kwa muda mrefu, na wakaendelea kuishi mataifa mengine, lakini hakuna aliyekuwa na haki ya kuishi kama hakuwa katika imani ya sawasawa ya mitume. Sasa mpaka katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anaondoka duniani, al-Masjid al-Aqsa bado yuko chini ya utawala wa al-Bizantiyin,
arumaniyin wa Byzanti Warumi walipokuwa kwa kuwa hawana haki ya kukaa pale na wakawa wanafanya matukio mengine yasiyokuwa mazuri kwa sababu pia walikuwa wakishirikiana na Waarabu wa Ghasasina walikuwa pana Waarabu pia pale na Manadhira Waarabu wengine walikuwa kikaa pale wakishirikiana na Warumi katika kuwanyanyasa Waislamu na misafara yao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipeleka indhari kule. Hatua ya kwanza aliandika barua kule ya kumlingania Herakli aingie kwenye Uislamu, aslim taslam. Sawa, hadithi katika hadithi ya 7 kwenye Sahih Bukhari iko pale kwenye kitabu Badil Wahi. Habari ndefu imeelezwa kuhusu barua ile. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake pia alipeleka kikosi kikiongozwa na Zaid bin Haritha. Sawa, pia alipeleka kikosi kingine kikiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba watatu wakiwemo pia Abdullah ibn Rawaha na nani walikuwa hapo pia Jaafar na nani kamanda wa pili Abdullah ibn Rawaha na nani walikuwa watatu kisha ndo akachukua Khalid ibn Walid na nani nakumbuka alhasil Mtume صلى الله عليه وسلم alipeleka jeshi la kuwatahadharisha walipelekwa kule Mtume alipeleka sallallahu alaihi wasallam jeshi la watu 1000 kadhaa tu hivi jamaa wale walitoka 200,000 kuja kupambana na Waislamu jeshi kubwa kabisa unaelewa ili kutaka kuwakomesha na kuwatisha wasirudi tena lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukata tamaa akaandaa jeshi jingine liliongozwa na yeye mwenyewe hakutaka kumtuma mtu kwenye kipindi kigumu ndio vile vita vikiitwa vita vya Tabuk masahaba wakachangia pesa nyingi sana mali nyingi sana Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala alichangia ngamia 100 biahlasiha wa aktabiha ngamia 100 kwamba mimi natoa ngamia 100 na kila kitu chake kiko juu Mtume صلى الله عليه وسلم akashajisha akasema basi natoa 200 akashajisha tena na Mtume akasema basi natoa 300 akatoa ngamia 300 yani leo nasema mimi nitatoa magari yangu hapa 300 afu yapange hapa magari 300 wewe itafika wapi kwa ngamia 300 biahlasiha wa aktabiha na pesa taslimu dinar wakina Abdurrahman bin Auf wakatoa kina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akina akatoa nusu ya mali yake nusu ya mali yake kagawa nusu kwa nusu akapeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema leo nataka nimshinde Abu Bakar mara Abu Bakar kaja na mali yake yote akaulizwa Abubakar nini anasema nimbakisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam Abu Umar amwambia sishindani na wewe tena mimi sikuwezi almuhimu watu walitoa vita vikaandaliwa lakini lengo ni kuangusha utawala wa Byzantiyin wa Rumi Banu al-Asfar watoke katika Baitul Maqdis kwa sababu hawana haki ya kukaa pale lakini mapigano hayakuwa lakini ikawa ni katika mambo ya mwanzo yale kuandaa jambo lile miaka 10 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki jambo hili lilitimia Al-Masjid Al-Aqsa ikasalimishwa kutoka kwenye mikono ya Waroman wakakabidhiwa Waislamu tena wanasema hizi funguo anakabidhiwa mtu mwenye sifa maalum tumezisoma sisi kwenye vitabu vyetu huyo akija tutampa watu wakalazimisha lazima Umar aende radhiallahu ta'ala anhu alipofika sema ni huyu kwa Masjid Al-Aqsa hii iko chini yako ndio rasmi Masjid Al-Aqsa ikachukuliwa tena ikarudi katika himaya ya Uislamu safi tangu enzi za mitume wamekuja mitume hawa walioharibu wanatolewa kila walioharibu wanatolewa wanakuja watu wanaotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Uislamu ukakaa pale kwa miaka mingi sana kama Masjid Al-Aqsa ni mmoja katika misikiti mitatu mitukufu haitwi Thalithul Haramain bali katika misikiti mitukufu ambayo la tushaddu rihalu illa
ila 3 masajid. Haifai watu kusafiri kufunga safari hasa kwa ajili ya ibada isipokuwa kwenda kwenye misikiti mitatu tu, al-Masjid al-Haram na al-Masjid an-Nabawi al-Sharif na Masjid al-Aqsa. Kwa hiyo iko chini ya Uislamu hivyo, na muda mrefu ikawa wa Roman, yani wa Kristo na madhehebu tofauti tofauti wakiwemo Orthodox walikuwa wanaitaka ile Aqsa, lakini walishindwa. Sasa sitaki kueleza kwa tafasili ilikuwaje na nini, mambo gani yalitokea baada ya hapo, lakini wewe chukua maneno kwamba al-Aqsa ikawa iko chini ya Uislamu. Lakini mtu wa kwanza aliyokabidhiwa al-Aqsa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mchango wa kwanza wa kwenda kuikomboa al-Aqsa kupitia vita vya Tabuk, waliochangia mchango mkubwa kabisa aliutoa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo limekwenda hivyo mpaka zilipokuja njama nyingine sasa ambazo tumezieleza hapa. Fikra za kizayuni zilipozaliwa ya kwamba Mayahudi wanatakiwa warudi katika nchi yao. Nchi yao ipi? Sasa ukisoma historia kuna watu wanaitwa Khazar. Makazi yao ya asili ilikuwa ni kusini mwa Urusi, Ukraine, Caspian Sea, Kazakhstan ya magharibi kule. Hawa jamaa hawa ukiwaangalia kiasili sasa Khazar si katika Bani Israila, ni Maturuki wa asili wale wa zamani, jamii ya Kituruki za kizamani. Kwenye karne ya 8 hawa jamaa walifuata dini ya Uyahudi. Watu wa maeneo yote kutoka Ukraine, kusini mwa Urusi, Caspian Sea maeneo yale, Kazakhstan ya magharibi ile, walibadilika wakawa dini ya Mayahudi. Basi wakatabana wakawa wenyewe ni Mayahudi kidini yani. Paka tokea fujo fulani, wale wakaja wakapigwa wakaondoka pale, wengi wakakimbilia Ulaya wakajiita Mayahudi. Sasa hawa ni Mayahudi kidini kwa kuwa wanafuata itikadi ya Kiyahudi, hata hiyo ni muharafu ilipotoshwa, lakini kiuzao si wana wa Israeli. Sawa, si wana wa Israeli, kwa sababu Uyahudi watu walifuata dini, na wengine ni wa Afrika, wengine wana asili za Kiarabu, wengine ndio kama hao Khazar na makabila mengine walifuata Uyahudi dini. Baada ya intifadat na fujo fulani zilizotokea katika miji yao, wakapelekwa sehemu tofauti tofauti. Wako walikwenda Ethiopia, wako walikwenda Ulaya, wako walikwenda wapi, wakachanguka katika dunia. Sasa ilipokuja kampeni ya uzayuni ya kuwarudisha wana wa Israeli katika nchi yao, wakachukuliwa watu kutoka Ethiopia, wakachukuliwa watu kutoka huko Ulaya, na wengine wakiitwa Ashkenazim, Mayahudi wale wa Ulaya wale. Hawa pia wakaingizwa hao ambao wanatokea sehemu za Ulaya kaskazini na mashariki, Ujerumani, Poland, Ukraine, Russia na sehemu kama hizo. Wakachukuliwa wale wote kwamba eti warudi katika nchi yao ya ahadi. Nchi yao ya ahadi vipi? Hao Mayahudi wana wa Israeli. Wana wa Israeli kivipi? Ni uzao kweli wa Israeli? Utakuta hawana asili hiyo, hawana asili ya wana wa Israeli kabisa. Ni watu melidai. Hata kama ilikuwa ni wana wa Israeli wa kweli, bado hawafuati dini sahihi aliyokuja nayo Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hawana haki ya kukaa pale. Mmenielewa? Ukirejea historia ya jamaa, kuna watu tuma Khazar, wewe isome historia utaliona jambo hilo kwamba Khazar hawakuwa Mayahudi hata siku moja, yani hawakuwa wana wa Israeli, lakini walifuata Uyahudi. Yani leo wewe hapo ulipo sema mimi nimefuata Ukristo ambao amekuja nao umetangazwa na unasema ni dini ya Isa mathalan, tukubali hilo. Isa alikuwa ni Mnazareti, ni katika wana wa Israeli. Kwa hiyo umefuata Ukristo mpaka kabila lako likabadilika ikawa na wewe ni Mwisraeli.
Inawezekana kwa sababu kupata dini sana. Wewe Mnyamwezi, Msambaa, umefuata Uislamu, dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukawazungumza Kiarabu, umekwenda vizazi vyako vinne vitano vikabadilika vikawa Waarabu kwa sababu tumefuata Uislamu. Hauwezi kusema mimi sharifu, mimi ni ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mimi Muislamu. Uislamu ni dini, Uyahudi ni dini, wana wa Israeli ni kabila, ni uzao. Mahazad hawezi kuwa wana wa Israeli. Sasa kampeni za uzayuni zilipoanzishwa zikawakomba watu wao wote hawa. Leo ukienda Israeli utakutana na Ethiopia. Ethiopia huyo ambaye Muisraeli huyo, Waisraeli hao, Mwafrika. Msioni kama ni maskhara, ni hakika kabisa. Tunaona mtu huyu mbona kama Mchina, huyu Yahudi huyu. Unaona? Sasa watu wengi kutoka Ujerumani na wengine wakakimbia Amerika, wakaenda wapi, wana asili za wanasema wana damu za Kiyahudi, lakini walifuata Uyahudi dini, sio nasab. Kwa hiyo kama wana wa Israeli wataka kurudishwa kwao kwa kuangalia nasab, sio hawa. Sawa? Na tukiangalia kinasabu kwamba kama ile nchi ni ya wenyewe kinasabu, basi Waarabu walitangulia pale. Kuna makabila ya Kiarabu yalikuwepo kabla ya kuzaliwa Ishaq. Sasa nani mwenye asili? Tukienda kwenye ukabila,